Penzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Lela Media, naamini mzima wa afya. Kama ilivyo kawaida, leo hii Alhamis ya tarehe 19 ya mwezi huu wa pili, mwaka 2026, kesi ya uhaini nambari 1965 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema Taifa, Tundu Antipas Lissu imeendelea leo kama ilivyo kawaida mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Kesi hiyo ambayo inasikilizwa kwa mfululizo leo imekuja mahakamani hapo kwa ajili ya mashahidi wa jamhuri kuendelea kutoa ushahidi wao, ambapo shahidi wa kwanza kwa siku hii ambaye kimsingi ni shahidi wa 12 wa jamhuri kwa ujumla wake ni askari polisi H.937 Detective Corporal Vincent akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka. Shahidi huyo ambaye ni askari polisi ameieleza mahakama kuwa yeye ana umri wa miaka 36, dini yake ni Mkristo, mkazi wa Mbeya na anafanya kazi zake Polisi Central Mbeya. Anasema yeye alijiunga na jeshi la polisi mwaka 2011 ambapo alipata mafunzo ya awali ya upolisi katika chuo cha polisi Moshi kwa maana ya CCP Moshi na kuthibitisha mafunzo hayo March 3, 2012. Amesema baada ya kuhitimu rasmi mafunzo akapangiwa mkoa wa Mbeya, huku majukumu yake ya kila siku ikiwa ni kupeleleza kesi zinazofunguliwa pale kituoni, kukamata watuhumiwa, lakini pia na kutoa ushahidi mahakamani. 937 Detective Corporal Vincent ameieleza mahakama kuwa mnamo April 5, 2025 akiwa anaendelea na majukumu yake ya kawaida kwenye kituo cha polisi cha Mwanjerwa aliitwa na mkuu wa kituo na kupewa kazi ya kumtafuta P9. Anasema kulikuwa na taarifa fiche zilizoletwa kituoni hapo zilizodai kuwa P9 anahamasisha kwenye vijiwe mbalimbali kuchochea uchaguzi mkuu wa 2025 usifanyike, ndipo akapewa maelekezo ya kumkamata. Anasema baada ya kupewa maelekezo hayo na mkuu wa kituo, mkuu huyo wa kituo pia alimpatia namba ya simu ya P9 ambapo mkuu huyo wa kituo alipata namba hizo za simu kutoka kwa msiri wake. Anasema kabla ya kumpigia na kumkamata, awali alimfuatilia na kugundua kuwa mtuhumiwa ni fundi umeme, na ndipo yeye akatumia mbinu ya kiupelelezi kumpigia mtuhumiwa huku akijitambulisha kama yeye ana tatizo linalohitaji fundi kama yeye kulitatua, na wakakubaliana sehemu ya kukutana. Na ilivyofika alimueleza kuwa yeye si mteja kama alivyojitambulisha hapo awali. Badala yake alijitambulisha kuwa yeye ni askari polisi kwa maana ya mpelelezi. Akamuonyesha vitambulisho kwa maana ya kitambulisho chake cha kazi na kumueleza kuwa yupo chini ya ulinzi na kwamba anatuhumiwa kufanya uchochezi na kuhamasisha vurugu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Shahidi huyo ameendelea kuieleza mahakama kuwa baada ya kumkamata mtuhumiwa kwa maana ya P9
Hakutumia nguvu kwani alikuwa mwelewa. Akaongozana na kumkabidhi kwa mkuu wa kituo cha polisi Mwanjerwa, na alipofika kituoni alimkabidhisha mtuhumiwa huyo kwa mkuu wa kituo aliyemtuma kazi awali, na yeye aliendelea na majukumu mengine, na huo ndio ukawa mwisho wa ushahidi wake mahakamani. Baada ya shahidi huyo wa 12 wa Jamhuri ambaye ni askari polisi H937 Detective Corporal Vincent kumaliza kutoa ushahidi wake akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka, baadaye Lissu ambaye alijitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kumhoji shahidi maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination. Lissu alianza kwa kumuuliza, nasikia wewe ni homeboy wangu? Shahidi akajibu, ndiyo, sahihi kabisa, mimi ni homeboy wako. Baada ya hapo Lissu alimuuliza shahidi kama atayafahamu maelezo aliyoandika kama akionyeshwa, ndipo shahidi alikubali na Lissu akawaomba majaji shahidi aonyeshwe maelezo hayo. Alipoonyeshwa maelezo shahidi alikubali kuwa ni maelezo yake, na hivyo Lissu aliomba mahakama kupokea kielelezo na yaliyopokelewa na kupewa jina la D11. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama kwenye maelezo yako kuna sehemu umeandika unafanya kazi Central. Shahidi akajibu hayapo. Lissu akauliza tena, umesema tarehe 5 ya mwezi wa 4 2025 ukiwa kituo cha polisi Mwanjerwa uliitwa na mkuu wa kituo ukiambiwa umkamate P9 kwa kosa la kuhamasisha na kuchochea vurugu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 usifanyike kwenye vijiwe mbalimbali, kweli si kweli? Shahidi akajibu ni kweli. Lissu akauliza tena, angalia kwenye maelezo yako. Shahidi akaangalia maelezo. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji nani aliyerekodi hayo maelezo yako? Shahidi akamjibu, niliandika mimi mwenyewe. Lissu akamuuliza tena, mtu anayeandika maelezo huwa anapewa onyo, sio? Shahidi akajibu, huwa hakuna onyo. Lissu akamuuliza tena, hakuna maneno kama nitasema kweli, kweli tupu, nisiposema kweli nishtakiwe? Shahidi akajibu, si onyo. Lissu akauliza tena, huwa unasema nitasema kweli mbele ya nani? Shahidi akajibu, mbele yangu mimi mwenyewe. Lissu akaendelea kumuuliza, nataka nijue kuwa huwa unasema mbele ya nani? Shahidi akajibu, kwa kuwa haya maelezo ni ya kwangu sijakuelewa. Lissu akamuuliza tena, hayo maneno unayotamka mbele ya nani? Shahidi akajibu, sio lazima utamke mbele ya mtu. Lissu akamuuliza tena, unafahamu kitu kinaitwa PGO kwa maana ya Police General Order? Shahidi akajibu, ndiyo naifahamu. Lissu akamuuliza tena, kwenye PGO ni kweli au si kweli kwamba PGO PGO 236 inasema yeyote anayeandika maelezo ya ushahidi lazima aandikwe na askari anayefanya kazi hiyo? Lissu akampa shahidi kitabu cha PGO. Shahidi akajibu, hii PGO mshtakiwa ni ya Kiingereza, sasa kwenye lugha ya Kiingereza nisije nikakudanganya. Lissu akamuuliza tena, IGP alijua unafahamu Kiingereza? Shahidi akajibu, ya Kiswahili ipo.
Lissu akamuuliza tena, kwa hiyo huwezi ukajibu kwa sababu hujui Kiingereza? Shahidi akajibu, siwezi. Lissu akaendelea kumuuliza, kwa mujibu wa PGO, mtu ambaye maelezo yanarekodiwa ya ushahidi hawezi akajiandikia maelezo mwenyewe. Shahidi akamjibu, sifahamu. Lissu akamuuliza tena, kwenye ushahidi mwishoni umethibitisha? Mimi Kolo Vincent nathibitisha kuandika maelezo yangu kwa usahihi na uaminifu chini ya kifungu cha 10 kifungu kidogo cha 3 C cha CPA RE 2022. Shahidi akamjibu sahihi. Lissu akaendelea kumuuliza, waeleze majaji kama kwenye hiyo sheria kuna hicho kifungu. Shahidi akamjibu, haya maelezo nilipokuwa nayaandika 2025 hiki kifungu kilikuwepo. Lissu akamjibu, kilikuwepo? Lissu akamuuliza tena, kilikuwepo? Shahidi akajibu, ndiyo. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama kuna mtu yeyote aliyeshuhudia ukiandika hayo maelezo. Shahidi kimya. Lissu akamuuliza tena, wakati unamkamata alikuwa anafanya kosa gani? Shahidi akajibu, alikuwa na kosa la kuchochea na kuzuia uchaguzi mkuu. Lissu akamuuliza tena, ulimkamata akiwa anachochea? Shahidi akajibu, njama, kwa muda huo alikuwa hachochei. Lissu akamuuliza tena, swali langu, wakati unamkamata alikuwa anafanya kosa lolote? Shahidi akamjibu, alikuwa hafanyi kosa lolote. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama kwenye maelezo yako umetaja jina la huyo mkuu wa kituo cha polisi Mwanjerwa? Shahidi akajibu, kwenye maelezo hakuna. Lissu akamuuliza tena, na kwenye ushahidi wako umetaja jina? Shahidi akajibu, sijamtaja. Lissu akamuuliza tena, umeeleza huyu mtuhumiwa P9 alikuwa anafanya au amefanyia kosa? Shahidi akamjibu, sikufafanua. Lissu akamuuliza tena, umesema alikuwa kwenye vijiwe? Shahidi kimya. Lissu akamuuliza tena, waheshimiwa majaji, namsomea shahidi maana ya kijiwe kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili iliyotolewa na BASATA, mahali ambapo watu hasa vijana wasio na kazi hukaa pasi kufanya kazi. Swali langu, Mbeya ina vijiwe vingapi? Shahidi akamjibu, sifahamu. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama umetaja alikuwa ameenda kwenye kijiwe gani? Shahidi akamjibu, sijataja. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama umetaja tarehe ya huyu P9 aliyofanya hayo makosa? Shahidi akamjibu, nimetaja, ni tarehe 5. Lissu akaendelea kumdodosa, tarehe 5 ndiyo siku uliotumwa ukamkamate, tusipotezeane muda. Shahidi akajibu, tarehe 5 siku hiyo hiyo. Lissu akaendelea kumdodosa na kumuuliza, P9 alipanga njama na nani? Maana njama haipangwi na mtu mmoja. Shahidi akamjibu, haijaelezwa. Lissu akaendelea kumhoji na kumuuliza, kuna kosa katika nchi hii la kuzuia uchaguzi? Shahidi akamjibu, kosa lipo. Lissu akamuuliza tena, sheria gani? Shahidi akajibu, sheria ndiyo sijui, lakini kosa lipo. Lissu akamuuliza tena, nikikwambia kuwa kwa sheria za Tanzania kuzuia uchaguzi si kosa popote pale, utabisha? Shahidi akajibu, kosa lipo. Lissu akaendelea kumdodosa, waheshimiwa majaji, naomba nimuonyeshe shahidi sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024
iliyosainiwa na mama, na kwenye sheria hii hakuna sehemu yoyote iliyosema kuzuia uchaguzi ni kosa. Shahidi akasema hilo sijui. Lissu akaendelea akamuuliza, kabla ya kumuuliza akampatia shahidi sheria ya kanuni ya adhabu aipitie na kueleza kosa la kuzuia uchaguzi. Shahidi baada ya kusoma akatoa majibu. Shahidi, hii ni ya Kiingereza, kama kuna ya Kiswahili lete. Lissu akaendelea kumuuliza, ieleze mahakama kuwa P9 hakupelekwa mahakamani kabisa. Shahidi, sijui, mimi jukumu langu ilikuwa kumfikisha kituoni. Lissu akamuuliza tena, unajua kwamba huyu P9 hakupelekwa mahakamani popote, badala yake amekuwa shahidi wa kesi hii? Shahidi akajibu, sijui. Lissu akamuuliza tena, unajua kosa ambalo nimeshtakiwa nalo? Shahidi akamjibu, najua, unashtakiwa kwa uhaini. Lissu akamuuliza tena, nimefanya matendo gani? Shahidi akajibu, siyajui yote. Lissu akaendelea kumuuliza, umekuja kufanya nini? Shahidi akajibu, kuna machache nafahamu. Lissu akauliza, yepi? Shahidi akasema, nachofahamu ni kwamba unashtakiwa kwa kosa hilo kutojana na kauli zako, kutokana na kauli zako. Lissu akamuuliza tena, mimi natoa kauli kwa maelfu, unazungumzia kauli gani? Shahidi akajibu, video mojawapo ukihamasisha utakinukisha uchaguzi wa mwaka huu, sijui itakuwaje vitu kama hivyo. Lissu akamuuliza tena, umeleta hiyo video mahakamani? Shahidi akajibu, niliona tu, sijawasilisha. Lissu akamaliza kwa kusema, waheshimiwa majaji, sina maswali mengine. Baada ya mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kumaliza kumhoji maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination, wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka alimgeukia shahidi na kumuuliza, umeulizwa kuhusu takwa la onyo, hebu ieleze mahakama takwa la onyo huwa linatumika katika maelezo gani? Shahidi katika majibu yake alieleza mahakama kuwa huwa linatumika katika maelezo ya mtuhumiwa, na yeye ameandika maelezo ya shahidi. Kesi hiyo mpaka hapo kesi hiyo inaendelea, ilikuwa inaendelea kwa huo muda, ambapo shahidi wa pili kwa siku hii ya leo, ambapo kwa ujumla wake ni shahidi wa 13 mara baada ya huyu shahidi ambaye ni askari wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi anaendelea huyo shahidi wa 13 anaendelea kutoa ushahidi. Huyu ni shahidi wa siri. So huyu ni shahidi wa siri, tofauti na huyu aliyepita ambaye yeye ni askari, ambaye yeye alikuwa ni shahidi wa wazi. Sasa wa 13 yeye ni shahidi wa siri ambaye ni dereva bodaboda, naye pia anatoka Mbeya. So kesi ya Lissu imekaa kwa namna hiyo. Ni kesi ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kushika vichwa vya watu wengi, na ni jinsi gani watu wanajiuliza hii kesi itaishaje. So tusubiri tuendelee kuona ni nini ambacho kinatokea, lakini mambo ni mazito na vitu vinazidi kuwa vikubwa na vingi kadri siku zinavyozidi kwenda.